Kwa hiyo na tegemeo, ndipo wakati majeshi ya mashariki yatakaposema tuiteke dunia nzima, wanajiandaa kuvamia kuanzia magharibi ya dunia walikokuwa mahasimu wao toka miaka na miaka, kumaliza wote walio weupe, kufagi baki ardhi tu kama jangwa. Maana siku zile hakutakuwa na majani, hakuna miti, hakuna maji wala visima, kulia na kusaga meno, hakuna nguo, hakuna. Ni maisha ya kufikiria, unaweza kusema inawezekana. Watu saa hiyo hawatakumbuka tena kutamaniana kama unavyotamani. Mtu hatamuona mwanamke akamtamani kama unavyotamani. Mtu hatamuona mwanamke wa mtu akamtamani kama unavyotamani. Amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Abuduni katika roho na kweli. Yesu yule aliyetuahidi anarudi. Baada ya kutaka kuipiga dunia, ndipo Bwana Yesu atakuja mara ya pili. Atakuja na mawingu. Dunia yote itakuwa na mwanga wa mbinguni. Watu wataona malaika hakuna hesabu. Watamwona mwana wa Adamu akishuka duniani, na wateule wote waliokuwa wamekwenda mara ya kwanza kama kanisa, waliokuwa paradiso. Yesu atakuja kuibadili nchi, umande utaanza. Atareign hapa paka kwa miaka kama 1000, na Biblia inasema miaka hiyo itapita kama kufumba na kufumbua. Wataisikia injili ya mhubiri mkuu, na wengi watazimia kwa ajili ya kutolisikia neno la Mungu. Watayaambia na mawe ya hubiri. Kutakuwa na wakati wa kushangaza, wakati wa shetani atakuwa amefungwa miaka 1000, lakini mpingamizi yule mnyama na nabii wa uongo watakuwa wametupwa motoni. Wamo wawili kwanza kabla. Baada ya miaka 1000, ikiwa bado tumo, tutawaona wote waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wakati wa dhiki kuu. Tutawaona nao watatawala na Yesu hiyo miaka 1000. Tutakuwa na wakati wa kutazamana na kushukuru. Ndipo Bwana Yesu atapaa nasi. Lakini wote waliokuwa wamezipata zile namba 666 nilizozieleza jana, watabaki hapa. Sisi tuliokolewa tutapaa tena kwenda kwa Mwokozi. Tumeokolewa, tutakwenda kwa Mwokozi aliyeokoa. Tutafuata huo wokovu umetoka wapi. Kwa hiyo Bwana amesema mtakaa pamoja nami. Ndipo hapo Bwana ataleta giza nene. Tetemeko litatoke ambalo halijakuwepo hata siku moja tangu dunia kuwepo. Ndipo atakapofufuka wale ambao hawajafufuka, waliokuwa wanaila dunia na wakafa, hata walisaliwa sala wakifikiri wameenda kwa Mungu. Huwezi kwenda mbinguni kwa kusaliwa sala kwenye kaburi. Sala za kwenye kaburi ni theolojia tu ambazo tumetunga sisi wenyewe. Ndipo hapo hukumu itaanza. Kila jicho litaona, kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri kwamba huyo ndiye alikuwa Mungu. Dunia haitambadilisha Yesu. Yeye ni Kristo. Wanadamu, manabii hawatambadili. Ana level Mungu. Mungu mkuu ni Mungu, full stop. Yeye ndiye aliandikiwa hayo, na hatua kwa hatua yalimpata, akakamilisha uungu wake.
twamwamini yule aliye na hakika na mamlaka na uwezo, aliyekwenda huko na huko akiponya wote, vilema na vipofu. Pepo wachafu walilia, wakaanguka wakikiri ya kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu. Na kwa imani huyu Yesu twamhubiri katika dunia ya kwamba anastahili kuja na mawingu, na kila jicho si la wanadamu tu, hata jicho la anga litamshuhudia akishuka, na halafu atapaa nasi, tutaishi naye Yerusalemu miaka hakuna hesabu. Saa hii utaanza kujuta, kwa nini nilipokuwa duniani nilifanya hivi? Mungu nikumbuke. Wakati huo hakuna tena msamaha, wala hutarudishiwa ulichokiangusha, wala hata kumbuka. Wakati wa kujirudi ni leo. Nisemeje wana wa Mungu? Ila napenda twende pamoja. Lengo langu ni kuambia habari za huyu mtu Yesu Kristo wa Mungu, na kwa kupigwa kwake sote tu moja. Funika macho, ninakuombea tu. Kama ni injili umeisikia, kama ni siku za nyuma nimekueleza, sina deni kwako mtu wa Mungu. Mungu atusaidie sote muishi salama na watoto wenu. Ishi vizuri na mchungaji, ishi vizuri na mmeo, ishi vizuri na mke wako. Msamehe mke wako kama akikukosa. Msamehe mme wako, ni binadamu tu. Sameheaneni ninyi kwa ninyi. Wakati huu ndio wa kuachiliana. Mungu Masia, naiombea nchi yetu, namwombea rais, na kuiheshimu iendelee kuwa na utukufu wa amani. Wabarikie Mungu, wakumbushe tu ya kwamba siku moja Bwana Yesu anakuja. Mungu libariki jeshi letu la polisi, ni jeshi zuri mno. Mungu, wanadamu hawajui, wasemalo wasamehe, maana hulaumu hata watu wanaowalinda. Hawawezi kufikiri kwamba wanaogundulika na makosa ni watu binafsi, lakini sio jeshi la polisi. Libariki jeshi la vijana wetu, wanasumbuka kukaa gizani wakikesha, sisi tumelala. Watulize moyo, utawalipa tu, laiti wangeokoka. Mungu, linda jeshi letu la wananchi, walinde makamanda wa nchi yote Tanzania, majenerali na watu wote, vijana wanaotushindania kutulea mipaka yote ya nchi. Mungu, walinde madokta wote, najua utawaheshimu siku ile. Madokta wote, maprofesa, kwa sababu wanahangaika na watu dhaifu, wagonjwa. Ni kazi njema. Na manesi wote, watumishi wako, wasaidie tu Mungu katika maambukizi ya magonjwa, kwa sababu wanawahangaikia wagonjwa wenyewe. Mungu, walinde walimu wote wa shule ndogo na kubwa, maana bila wao watu hawatajua ulimwengu ukoje. Watu wetu hawatajua hata kusoma Biblia. Wasaidie walimu Mungu, wasaidie tu. Wasaidie wote wanaofanya kazi maofisi ya serikali, maofisi ya biashara na kazi mbalimbali za kujitegemea. Waliomo maofisini,
wafanye kwa uaminifu. Ukiwa mwaminifu utakuwa unamtumikia Mungu, maana unaitumikia nchi inayoongozwa kwa mamlaka ya Mungu, kwa sababu mfalme au kiongozi wa nchi aliyepo amewekwa na Mungu mwenyewe. Neno lake Mungu linasema hivyo, hakuna mfalme anayeweza kusimama ila yule aliyeruhusiwa na Mungu. Unaangalia CGM4 Online TV. Sisi ni Injili, Injili ni sisi. You are looking CGM4 Online TV. We are gospel, gospel is us.